nchi hii na vitongoji 64,000 kwamba ilikuwa wanasema kama 30-40 kwamba vimeshapata na sasa wanaelekea kwenye vitongoji kutoka kwenye vijiji. Kwa hiyo sasa leo tumeshuhudia angalau vitongoji 6 kwamba vinapewa umeme katika mazingira ambayo ni magumu, na ndio maana tumeambiwa kwamba Suma JKT ndio wamepewa huu mradi hapa. Taasisi kama hizi REA kwamba zikiendelea kufanya kazi consistently, na tunavyosikia kila sehemu wanataja ruzuku bilioni 3, bilioni 6.4, bilioni 4. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba zile pesa tunazokatwa tunaponunua umeme, ile 3% ile wanayosema inakwenda REA nishati vijijini, kwa kweli unaiona kwamba inafanya kazi. Na Watanzania hakuna mahala popote takapopiga hatua bila kugharamia maendeleo yetu, iwe ni barabara, iwe ni bandari, iwe ni umeme, iwe ni sekta ya afya. Kwa ndugu zetu China, kila bidhaa na huduma unayoipata ina 2% ya kodi. Hili niliwasilisha mbele ya Mheshimiwa Rais kwamba tuangalie kama Tanzania kuanzisha kodi ya maendeleo, sio ya kichwa, kodi ya maendeleo ya taifa letu, kwamba bidhaa lakini ziundiwe taasisi kama ilivyo REA, zisiende tena kwenye mfuko mkuu wa hazina, ili zikifika pale kama REA nyingine kama tutakuwa tumesema tunapanua bandari, basi ziende pale tuone bandari inapanuliwa. Kama tukisema ni miundombinu ipanuliwe. Huu mradi ulianza kutekelezwa tarehe 13 mwezi wa 7 2025. Kazi iliyobaki ni kuvuta waya ambayo tunategemea ndani ya miezi mitatu iliyobaki atakuwa ameikamilisha. Huwa tuna wateja wa mwanzo. Miradi kisha kamilika, TANESCO inaendelea kwa kuwachaji wateja kwa gharama zile zile za mradi wa REA. Katika hili eneo huu mradi ni special kwa sababu ya nature ya mazingira, ni milimani. Kwa hiyo huu mradi uko katika wilaya ya Njombe, katika mkoa wa Njombe, lakini kuna baadhi ya vijiji vitongoji 4. Kwa sababu ya ugumu wa kuvifikia kutokea Njombe, tulivuta umeme kutokea kule Kiela. Tukitoka Kitewere tunaelekea Kimata. Changamoto za huu mradi tulizo kutana nazo ni milima, mvua. Kwa siku tunaweza tukavuta nguzo moja na trekta, barabara mbovu. Tunajitahidi hivyo hivyo, tumefanikisha kumaliza kusimamisha nguzo. Tunachosubiria hapa ni material ili tuweze kuvuta waya. Tumetumia miezi 2 kuzisimamisha hizo nguzo. Kwenda Kiela, ina maana ukifika kijiji cha Kimata huko mwishoni, kuna sehemu kunaitwa Makonde, unapanda boti hapo unaenda maana tanguzo zenyewe za kule zilipitia kwenye maji. Tunajenga laini kubwa na laini ndogo, na tunahudumia wateja kufunga mita.